Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anadaiwa kwamba tayari ameshapokea rasmi mpango wa amani wa Marekani na hakuna mapendekezo yoyote ambayo yamekataliwa moja kwa moja, licha ya Umoja wa Ulaya kutupilia mbali maudhui yaliyoripotiwa katika ripoti hiyo. Ukraine imethibitisha rasmi kupokea rasimu ya mpango wa amani kutoka nchini Marekani. Kiongozi wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ameelezea matumaini yake kuwa ataweza kujadili pendekezo hilo na Rais wa Marekani Donald Trump katika siku zijazo. Tangazo hilo lilikuja mwishoni mwa Alhamisi kufuatia ripoti nyingi za vyombo vya habari zikipendekeza kwamba Washington ilikuwa imeipatia Kiev mpango wake mpya wa hoja 28 ili kumaliza vita na uhasama kati yake na Urusi. Ratiba hiyo inasemekana ingeitaka Ukraine kujiondoa katika sehemu za mikoa mipya ya Urusi huko Donbas ambayo bado iko chini ya udhibiti wa Kiev, kupunguza kasi, kupunguza vikosi vyake vya kijeshi kwa angalau nusu, kusalimisha baadhi ya silaha zake na kuzisimamisha zabuni yake ya NATO. Maudhui yaliyoripotiwa na rasimu ya mpango huo yameibua hasira ya uungaji mkono wa Kiev katika Umoja wa Ulaya ambao inaonekana walishikwa na mshangao. Mkuu wa sera za kigeni za Umoja wa Ulaya Kaja Kallas kwa mfano alidai kwamba mpango wowote wa amani lazima uonyeshe misimamo ya jumuiya hiyo na Ukraine yenyewe, akidai mpango wa Marekani haukuwa na makubaliano yoyote kutoka upande wa Urusi. Ingawa rasimu hiyo imeripotiwa kumwacha Zelensky akiwa amechukizwa, ofisi yake ilitoa majibu yanayohifadhiwa ikionyesha nia ya kujadili mapendekezo hayo na Trump katika siku zijazo. Zelensky amepokea rasmi kutoka kwa upande wa Amerika rasimu ya mpango ambayo katika tathmini ya upande wa Marekani inaweza kusaidia kuimarisha diplomasia, taarifa rasmi imeeleza. Siku ya Jumatano, kufuatia mkutano na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, Zelensky alionyesha nia ya kuanza tena mazungumzo ya amani na Urusi na masuala mengine ya kibinadamu. Moscow bado iko tayari kufanya mazungumzo na Kiev, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Jumatano, akionyesha kwamba kwa kusikitishwa katika mazungumzo hayo ni matokeo ya kusita kwa serikali ya Kiev kuendelea na mazungumzo hayo ili waweze kumaliza mzozo uliopo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Hata hivyo, waziri mkuu wa Ukraine Yulia Sviridenko mnamo Alhamisi amekutana na waziri anayesimamia jeshi la Marekani Daniel Driscoll mjini Kiev. Yulia ametoa taarifa hiyo kupitia ukurasa wake katika jukwaa la mtandao wa kijamii. Amesema ziara hiyo inatoa fursa muhimu kwa maafisa wakuu wa jeshi wanaoongozana na waziri huyo kutathmini hali ilivyo nchini Ukraine na kushuhudia moja kwa moja matokeo ya uchokozi wa Urusi. Hata hivyo, ujumbe wa maafisa wakuu wa kijeshi wa Marekani ambao ulikutana na mkuu wa jeshi la Ukraine ulieleza wazi jinsi ya hali ilivyo na namna ambavyo mashambulizi yamezidi kuongezeka. Wakati huo Ukraine imepokea karibia miili 1000 ya kile ambacho Urusi imesema ni askari wake waliouawa. Kituo cha kuratibu masuala ya wafungwa wa kivita cha Kiev kimesema kuwa wachunguzi kutoka vyombo vya sheria na mashirika ya kitaalamu ya Wizara ya Mambo ya Ndani hivi karibuni watafanya uchunguzi wote muhimu na kuitambua miili hiyo iliyorejeshwa nyumbani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.